Dominika ya 4 ya kipindi cha Kwaresma almaarufu Dominika ya Furaha. Tunaita Dominika ya Furaha kwa sababu tunachota maneno hayo katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 66 aya ya 10, ikiwa na maneno yanayotualika katika mwaliko huu wa kufurahi. Furahi e Yerusalemu, mshangilieni ninyi nyote mpendaye. Ni maneno ya wimbo wa mwanzo yanayotufungulia Dominika hii ya furaha, ambayo kwa jina jingine la Kilatini inaitwa Laetare Sunday, Dominika ya kufurahi. Tunaalikwa kufurahi kwa sababu gani? Tunakaribia katika sherehe za kipindi cha Pasaka. Tupo katika kipindi cha Kwaresma, lakini leo kwa namna ya pekee kanisa linatupa ujumbe wa kufurahi, ujumbe wa matumaini, kwamba tupo katikati kabisa ya kipindi cha Kwaresma, ambapo tunapumzika kidogo katika ile hali ya mfungo wa Kwaresma na tunaamsha vitu mbalimbali vinavyoashiria hiyo furaha na shangwe katika maisha yetu. Kwanza kabisa, kwa adhimisho la leo, padri atavaa mavazi ya misa ya rangi ya waridi ama pinki, kuashiria hiyo furaha, kuashiria matumaini makubwa, kwamba lile ambalo tunalitumainia, manake fumbo la Pasaka li karibu. Tukiwa na mawazo hayo akilini, tunaweza kugeukia masomo ya Dominika ya leo, ambayo katika somo la Injili tutasikia Injili kadiri ya Yohane. Injili Yohane ambayo tungali mwaka A wa kanisa. Kipindi hiki cha Kwaresma, kama ilivyo Dominika iliyopita, tuliletewa simulizi kutoka katika Injili ya Yohane, ikiwa na lengo mahususi, lengo maalum juu ya kipindi cha Kwaresma, kutuelekeza katika fumbo la Pasaka. Katika Dominika hii ya furaha, Dominika ya 4 kipindi cha Kwaresma, Injili ni kadiri ya mwinjili Yohane. Na Injili ya Yohane imegawanywa katika vitabu vinne. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha utangulizi, ambacho kinaelezea kwa upana lile fumbo la umwilisho. Kitabu cha pili ni kitabu cha ishara. Kitabu cha ishara ambacho kinachukua sura ya 2 mpaka sura ya 12. Kitabu cha tatu ni kitabu cha utukufu, na kitabu cha 4 ni kitabu cha mwisho. Sasa katika injili hii, somo hili la leo tunapata kutoka katika Injili ya Yohane sura ya 9, inakuwa ni sehemu ya kitabu cha ishara. Ishara ambayo ni maarufu sana. Yesu anamponya mtu aliyezaliwa kipofu, kutoka katika upofu wake anaponywa. Kabla ya kuliangalia hilo fumbo ama ishara hiyo kwa undani, turudi kidogo katika Agano la Kale. Katika Agano la Kale, wana wa Israeli walikuwa na sherehe ambazo waliziendelea kuziadhimisha hata kipindi cha Yesu. Katika sherehe hizo waliweza kuzisherekea karibia sherehe 8: Pasaka, Pentekoste, sikukuu ya vibanda, Yom Kippur, sikukuu ya upatanisho na kadhalika na kadhalika. Lakini leo nataka nizungumzie hapa sherehe ya vibanda ama sherehe ya tabernakulo, ama kwa jina la Kiebrania waliita sherehe ya Sukoti. Sherehe hii ilikuwa ni nini na ilikuwa inamaanisha nini? Sherehe hii kwa Wayahudi ilikuwa inamaanisha kumshukuru Mungu kwa mavuno. Sherehe ambayo ilikuwa wanaifanya kwa muda wa siku 7. Katika muda wa siku 7 walitengeneza vibanda, ambavyo katika vibanda hivyo walikuwa wakila, kunywa na kulala katika siku 7. Na katika sherehe hii ya vibanda ama sherehe ya Sukoti, Wayahudi walifanya mambo mbalimbali, ambayo kwa kifupi ni mambo mawili. Kuna mambo ambayo yalihusiana na mazingira yao ya kila siku, lakini kuna mambo ambayo yalihusisha ibada. Katika hiyo sikukuu ya Sukoti, sikukuu ya mavuno,
ambayo sikukuu hiyo Wayahudi waliweza kukumbuka vitu viwili. Kitu cha kwanza ni kuweza kumshukuru Mungu kwa mavuno waliojaliwa mwaka huo, lakini jambo la pili, sherehe hii iliwakumbusha yale maisha waliokuwa wakiishi jangwani kwa miaka 40. Walikuwa wakiishi katika mahema, hivyo walitengeneza vibanda kukumbuka kwamba Mungu alipowakomboa katika utumwa wa Farao kule Misri, akawapitisha jangwani kwa muda wa miaka 40. Katika kipindi hicho basi waliweza kutengeneza vibanda au mahema ambayo waliweza kukaa. Sherehe hii wanapoifanya inawakumbusha tukio hilo kubwa. Na kwa upande wa kiibada, sherehe hii ilihusishwa na makuhani pamoja na watu. Kulikuwa na birika ambalo linaitwa Siloamu, tutaliona vizuri, na pia katika hekalu kulikuwa na vinara vya taa 4. Sasa katika tukio hilo la makuhani waliweza kutolea ibada maalum kwa siku hizo 7 za sherehe hiyo ya Sukoti ama sherehe ya vibanda. Makuhani walitumia mtungi wa dhahabu kuchota maji katika hilo birika la Siloamu, na maji hayo basi waliyapeleka kwa maandamano katika hekalu. Na jambo jingine ambalo walilifanya hawa makuhani ni kumwaga maji yale ambayo wameshayachota katika birika la Siloamu, ulimwaga katika altare. Pengine walivyofanya hivyo ilikuwa inamaanisha nini? Ilikuwa inamaanisha jambo la kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mavuno waliyoyapata. Jambo la pili ilikuwa ni sehemu ya katika jambo la pili ambalo lilikuwa linahusiana na makuhani katika siku hii walikuwa na vitu 4 vya kufanya. Jambo la kwanza, kila siku asubuhi walikuwa wakienda kuchota maji katika birika la Siloamu, ambalo birika hili kimsingi linatokana na neno la Kiebrania Shiloha, ambalo linatokana na kitenzi cha Kiebrania Siloamu, na likiwa linamaanisha kutumwa. Na kutumwa kwa maana gani? Maji yake yalikuwa siyo ya chemchemu, ni maji ambayo yanatoka katika chemchemi kilichokuwa kinaitwa Gihoni, kipitia katika handaki la Hezekia, ndio linafika katika sehemu hilo birika ambalo lilikuwa linatunza maji, na maji hayo walikuwa wakiyatumia makuhani na watu mbalimbali waliokuwa wakijitakasa. Hivyo katika hizo siku 7 za kusherekea sikukuu ya vibanda, makuhani waliweza kuchota maji kila siku asubuhi na kwenda kwa maandamano, ikiwa ni sehemu ya pili, maandamano wakiimba nyimbo za furaha, nderemo na shangwe, na walikuwa wakiimba yale maneno ambayo tunayapata katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 12 aya ya 3: basi mtateka maji katika visima vya wokovu. Basi kwa furaha nanyi mtateka maji katika kisima cha wokovu. Walikuwa wakiimba nyimbo hizo wanapofanya maandamano kuelekea hekaluni, huku makuhani wakiwa wamebeba maji na kwenda kuyamwaga katika altari, ikiwa ni sehemu ya 3 ya makuhani kuyamwaga maji katika altari. Na lengo la kuyamwaga maji katika altari ilikuwa ni jambo la kwanza, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mavuno ya mwaka huo, lakini la pili ni kuomba baraka za msimu mwingine tena wa mavuno, ili wapate mvua nyingi na baraka tele katika mazao. Na jambo la tatu ilikuwa ni ishara ya kumiminwa kwa Roho wa Mungu. Kwa hiyo katika mambo hayo yote ya kiibada na mambo ya kifamilia, katika hizo siku 7 Wayahudi waliweza kusherehekea hiyo sikukuu ya vibanda. Sasa leo katika Injili ya Yohane sura ya 9, muujiza ambao Yohane anapenda kuita ishara ikiwa inamaanisha tukichota katika neno la Kigiriki ama Kiunani semeion, inamaanisha ishara hiyo ama muujiza huo ukuelekeze mbele zaidi.
sio tu kutokea pale, sio tu muonekano tu wa tukio hilo, lakini hilo tukio likifanyika linalenga kitu fulani. Ni mfano wa kama umeenda kwenye mgahawa unapokuta ile menyu ya chakula. Ile menyu ya chakula sio kwamba unaila ile menyu, lakini menyu inakuelekeza kwamba vyakula gani vipo na ndivyo utakavyochukua, utakavyoagiza na utakula. Kwa hiyo hizi ishara Yohana anaziita ishara kwa sababu zinatuelekeza mbele zaidi, zinalenga kitu kikubwa zaidi ya kile tu cha ishara. Ndicho ambacho kinatokea katika sikukuu ya vibanda, ndipo Yesu anapokutana na huyu kipofu tangu kuzaliwa kwake. Na huyu kipofu tangu kuzaliwa kwake, katika simulizi hili kuna vitu vingi ambavyo tunaweza tukaviangalia na vikatufunza katika Dominika hii ya furaha, Dominika hii ya 4. Jambo la kwanza tunaloling'amua hapa ni uhusiano kati ya dhambi na matatizo, uhusiano kati ya dhambi na changamoto. Kwamba huyu kipofu, kuna mahusiano gani kati ya dhambi na upofu wake? Na Yesu anasema wazi kwamba huyu upofu wake si kwa sababu ya wazazi wake wala si kwa sababu yake mwenyewe, bali upofu wake ni kwa ajili ya Mungu kujidhihirishia utukufu kupitia yeye. Kumbe kuna mambo mengine ambayo yapo katika maisha yetu, tunaweza tukayang'amua kwa jicho la mbali zaidi, sio tu kwa jicho la kibinadamu. Kwa hiyo hatua ya kwanza ndiyo hiyo. Mungu ana kusudi la juu zaidi katika maisha yetu. Mungu alikuwa na kusudi la juu zaidi katika kumruhusu huyu mtu kuwa na upofu. Ishara hiyo ya Yesu kumponya mtu mwenye upofu tangu kuzaliwa kwake inafanyika kwa namna tofauti. Katika vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza ni Yesu anatoa tamko kuhusu utambulisho wake mwenyewe kwamba yeye ni mwanga wa ulimwengu. Wana wa Israeli wakiwa jangwani kwa siku hizo 40, kwa miaka hiyo 40, wakifanya ile hatua safari ya kuelekea nchi ya Kanaani, Mungu aliweza kuwaongoza katika nguzo mbili: nguzo ya mwanga, nguzo ya mawingu ama nguzo ya wingu ambayo ilikuwa ikitawala mchana, na nguzo ya moto ambayo ilikuwa ikiwaongoza, ikiwatawala usiku. Katika nguzo hiyo ya moto ilikuwa ikiangaza njia yote, ikiangaza maeneo yote. Na katika kuadhimisha au kusherehekea sikukuu ya vibanda, hilo swala la Yesu kujitambulisha kwamba yeye ni mwanga, yeye ni nuru ya ulimwengu, haliji kwa bahati mbaya. Linarejea katika hiyo hali ya kuwepo kwa nguzo ya moto ambayo ilikuwa ikiwatawala. Na nguzo hiyo ya moto ilikuwa ikiwaongoza wana wa Israeli. Na katika sherehe ya vibanda ama Sukoti, waliwasha vinara 4 vya hekalu na mwanga wake uliangaza Yerusalemu yote. Kwa hiyo ni jambo la kwanza, tamko la Yesu kwamba ni mwanga, na kupitia mwanga anamwangazia huyu kipofu, lakini inakuwa ni changamoto kwa watu wengine wanaposhindwa kutambua huo mwanga ni nini. Kitu cha pili, Yesu hatumii neno pekee ama fulani ona ama fulani takasika. Hatumii maneno kama anavyofanya katika miujiza mingine ama ishara nyingine. Kwa mfano ile ishara ya mwana wa yule askari, alisema tu kwamba yule mtumishi wa jemedari kwamba sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Yule mtumishi alipona kwa lile neno. Kwa nini Yesu hatumii neno, anatumia